Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi wa 37. Somo letu linasema mpende jirani yako. Mpende jirani yako. Ndio somo letu. Kwa hiyo tunasoma hapa cha kuzingatia kikubwa kabisa, read through that. Usome katika vifungu hivi uone Mungu anasema nini kuhusiana na jirani yako. Tutasoma neno la Mungu. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu Yesu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki, kujidai nini? Haki. Akamuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomuona alipita kando. Na Mlawi vivyo hivyo, alipofika pale akamuona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomuona alimuhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2, akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharimia zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe katika hao watatu? Ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemuonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye hivyo hivyo. Tuombe. Bwana, ninakushukuru katika mchana wa leo. Asante kwa neno lako. Sema nasi, utujalie kusikia kutoka kwako, ili tupate kubadilishwa na neno lako na kuinuliwa zaidi na zaidi katika viwango vyetu vya kiroho na vya maisha yetu ya kila siku. Tuweze kuendelea kwa watu wema zaidi na zaidi, tunaweza kuwapenda jirani zetu. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Nikizingatia mazingira yetu tuliyoyapitia, ambayo hayajawahi kutokea kwa kweli kwa wengi wetu. Mimi hapa nina miaka 60 huko. Kwa hiyo wengi wenu ninawazidi hapa. Wamo tu wazee wachache ambao wanaweza kusema wananizidi, wachache sana. Kwa hiyo nikisema mambo ambayo sijawahi kuyaona, maana yake nyinyi hamjayaona wengi. Kwa hiyo yaliyotokea ni magumu sana. Mazingira magumu kabisa, magumu sana. Lakini sisi kama kanisa tupo pia kujenga upendo, pamoja na mambo mengine, amani, haki, uaminifu, uvumilivu, subira, kujali. Lakini pia sisi kanisa, kazi yetu ni kujenga upendo wa kweli baina yetu. Mahali penye upendo, Biblia inasema hapaharibiki neno. Upendo wa kweli. Na kama kuna jamii zozote zinataka kuimarika, ni pale tunapoimarisha upendo wa kweli baina ya wanandugu, baina ya wanajamii hiyo. Kwa hiyo nasimama hapa kushirikisha upendo wa jirani. Jirani yangu ni nani? Huyu mtu alimwijia Yesu akiuliza, kwanza nifanyeje ili niweze kurithi uzima milele? Yesu akamwambia, kwani imeandikwaje? Jamaa mwenyewe akaingia kwenye neno, kwa sababu alikuwa mwalimu wa sheria, anajua Mungu alikuwa ameagiza nini. Akasema ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani.
Akamwambia sawa. Na sasa jamaa akasema jirani yangu nani? Akamwambia jirani, akampa mfano. Yesu alikuwa akifundisha kwa mifano, kama tulivyosoma huo mfano, na hapo baadaye tutaweza kuzungumzia zaidi. Kwa hiyo unapoongelea jirani ni zaidi ya kuongelea jirani wa nyumba, kwamba nyumba yangu hapa, au amepanga nyumba hiyo na mimi nimepanga hapa. Jirani ni mtu mwenye mahitaji. Kama ukiangalia hapa, hawa watu viongozi wa dini walipita, wakamkuta huyu jamaa amepigwa na maadui wezi, wakambypass wote, wakamwacha, wakampita, wakamwacha, lakini akatokea Msamaria akamsaidia. Kwa hiyo jirani ni zaidi ya mtu ambaye mnapakana mipaka ya nyumba. Mimi nikiangalia pale kwangu ninapoishi na jirani, ninao majirani wananizunguka upande wa huku. Nikiingia tu kwenye geti, mimi na mageti mawili, geti hili la hapa ninapoingia, jirani yangu hapo ni baba mmoja mfanya biashara, ni Muislamu, lakini ni rafiki yangu. Hata tukikutana barabarani tunaendesha huwa tunasimama, vipi bwana, tunashusha kwanza vioo, tunaongea hapo mawili matatu, tunasaidiana kwa mambo mengi. Ni jirani yangu, gate kwa gate ni jirani yangu. Lakini upande wa kule kama nyuma hivi kuna jirani yangu, tena yeye anakaa shule, mtoto wetu amesoma pale kwenye kale ka shule, kwa hiyo wakamlea na mtoto wetu kwenye shule yao. Lakini yule mtu yeye anasali Anglican, yeye anasali Anglikana, mimi nasali Pentecost. Mbele yangu pale kuna baba mmoja ni polisi na familia yake ni wanasali nadhani Katoliki. Wao kuna zile ibada za asubuhi kama tunazofanya sisi za seli, na wao wanakuaga na jumuiya yao. Yeye ni Katoliki, yule ni Anglikana, yule ni Katoliki, yule ni Muislamu. Hao ni watu ambao tuna chini kidogo tena kuna mama mmoja jirani yetu. Hapa tena juu kidogo kuna baba mmoja askari. Hapa tena kuna baba mwingine naye na mke wake wana shughuli zao, ni watu fulani hivi, tena nao ni marafiki zetu. Na pale nakumbuka tena kuna mama mmoja yule jirani yetu mwingine, mama mmoja hivi, mume wake ni mlemavu, haoni, lakini yule mama anapambana kweli, anafanya shughuli huku na huku. Ni rafiki yetu sana yule mama. Yani yule mama ni mtu mzima wa makamo ya kwangu. Nakumbuka majuzi hapa aliumwa sana, hata kawa, lakini tukapata taarifa, tukaenda na mama, tukaingia mpaka pale. Hawezi kula, hawezi kufanya nini, kama una mama anamhudumia, anamvalisha vizuri mpaka chumbani, lakini yeye ni Muislamu, wao ni Waislamu kabisa. Baada ya hapo tukasema tuombe, wakasimama tukaomba, piga maombe pale. Tupamaliza mama kaenda kanunua vitu sokoni, kaleta. Jirani zetu bwana, jirani zetu. Baadaye ameshapona yule mama, kwa nimeenda kuwasalimia pale, nikaona mama anamuuliza yule baba, naona umeomba sana. Kasema hadi siku ile mlikuja mama, nilikuwa naomba sasa ukimchukua huyu ndo macho yangu mimi nitafanya nini? Niliomba sana siku ile na ninaomba mpaka sasa. Tukapiga tena maombi pale. Wanajua kuomba, unaomba Mungu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au Muislamu, tunaomba Mungu atusaidie. Hawa ni jirani zetu, hawa ni jirani zetu kwa mipaka ya nyumba, ni jirani zetu kwa sababu tuko karibu. Mimi nikiwa natoka nyumbani zangu kwangu kule, majirani zangu huwa nawapa lift wengine ambao labda anaweza kuwa anatembea kwa mguu. Ukimkuta anaingia, twende tunakuja, ni jirani yangu. Siku moja nilipata shida, nilikuwa nakaa hapa Jogoo, nikaona vijana watatu wakanipiga mkoto. Nyuma sana, kabla niko mgeni hapa, miaka kama nimekaa hapa kanisani kama miaka 2, wakanipiga mkono. Mchungaji, na mimi nisaidie, naenda hapo mjini. Nikasimama, nilikuwa sijaingia barabara kuu, akaingia, nikajua hawa ni majirani zangu. Alipokuja kuingia nikashangaa na wengine watatu wanakuja, mwingine watatu, wote wakakaa kiti cha nyuma na huyu mbele. Kasema hawa vipi, mbona aliniomba mtu mmoja wameingia watatu? Nikataka kuambia teremkeni, nikaona sasa hawa vijana wananijua mchungaji, maana yake wananijua. Sasa tena nikaona nitakuwa kuja kuanza kuendesha kuondoka.
Nikashangaa huku nyuma jamaa wako busy kweli. Bahati nzuri siku hiyo sijabeba kompyuta, sina kingine chote, ila siku ile ninakuja tu kanisani kompyuta ziko endesha. Lakini nikaona huku nyuma wako busy sana. Nikajua kuna nini? Wanafanya kukuru. Walikuwa wameniambia niwashushe Mwenge. Lakini baada ya muda wakaniambia tushushe hapa pale bondeni pale. Wanaitaga kwa Komba bondeni pale. Nikasema afadhali washuke. Nikaenda nikapaki. Ile nimepaki. Nikaona wanateremka. Lakini nilivyoangalia mmoja nikamuona shati ameshusha shati alafu anaenda ameinama. Nikasema hawa jamaa labda kukukakala hiyo nyuma walikuwa wanafanya nini? Lakini kaona ngoja niende kwa sababu sasa na mimi nimeshaanza kushikwa hofu. Nikaendesha mbele kidogo, wao wakawa wamepita katika njia ka chini. Na mimi nilipofika kule mbele nikapaki pembeni niangalie gari yangu walikuwa wanafanya nini. Nilipoangalia wamechukua jeki, wamechukua sijui na vitu gani huko. Nikasema mtu mpaka kuipia na jeki maana yake amepigika kweli kweli. Kwa hiyo nilipofika hapa cha kwanza kufanya ni kwenda kununua jeki tena. Hawa sio jirani wazuri. Kwa hiyo pia vizuri sana unakuwa makini. Maana yake kungekwemo kitu kizuri zaidi basi hapo shughuli ingine. So jirani, unaweza kunasikia mpende jirani yako, ukaanza kuwaza jirani ni nani kama huyu jamaa. Lakini ukiangalia kwa makini, jirani ni mtu yeyote atakaye kuja katika ukaribu wako na pengine akahitaji msaada wako. Huyo ni jirani yako. Unasafiri na mtu kwenye gari, unakuta wengine labda anahangaika namna kupandisha mzigo, msaidie. Mama aliniambia siku moja alikuwa anasafiri kwenye ndege, akakaa na mtu mkubwa sana sitataja jina lake, wakakaa naye kwenye ndege. Mama hapa yule baba pale, mtu mzito kwenye nchi. Basi wamekaa wamesafiri, hawakuongea ila wakasalimiana tu na mama akamjua fulani huyo. Basi wakaja wanafika pale wanateremka. Libegi lile sasa mama alikuwa amelishindilia ligumu kulitoa. Yule mkubwa aliinuka akalishika. Mama anataka hapana kama mama tulia. Sisi mnaogopa macheo, hamna. Takusaidia. Yule baba akalishika lile begi lake kamtolea. Mama hii hapa uende. Mama alikuja anafika anasifia, bwana we, leo nilikaa na fulani amenisaidia begi langu. Liko limengangania kwenye ndege kashusha. Niambia, si jirani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine tunafikia level fulani, hatuwezi kuwa na association, mahusiano na watu wengine. Hata kuwasalimia tu shida. Ukifika ukakaa, uko hapo umejipaka kama ni mdada, umepaka tulangi twako hapa. Kwa hiyo akikwambia habari dada, pengine unaweza kujibu mzuri. Mimi nimeshakutana nao, nasema mambo ambayo nishaona. Wengine anaweza akajifanya hajasikia kabisa. Basi hakuna mtu ambaye anafika mahali anakuwa zaidi ya watu wengine. Utu wetu unabaki ni pale pale. Haijalishi umefanikiwa kiasi gani, unabaki kuwa ni yule binadamu kama binadamu wengine. Na hivyo wapende majirani zako, wapende watu wengine. Katika somo tulilosoma, huyu mwandishi wa sheria akamuuliza Yesu, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Kwa hiyo Yesu akamwambia, katika hizo amri, kumpenda Mungu na kumpenda jirani yako ni vigezo vya kuingia mbinguni. Kwa hiyo wenyewe wa Kristo tulioko hapa, kila mmoja wetu, kama una mpango wa kwenda mbinguni, kumpenda jirani yako ni lazima, ni kigezo cha kuingia wapi? Mbinguni. Nimeandaa masomo 4 hapa ambayo yatatusaidia. Kwa nini umpende jirani yako? Namba 1. Kwa nini umpende jirani yako? Kumpenda jirani ni amri ya Mungu. Namba 1, kumpenda jirani ni nini? Ni amri ya Mungu. Kumpenda jirani yako ni amri ya Mungu, kama tulivyosoma Luka 10:25 hadi 37.
Tusome mistari ile michache. Hebu tusome 25. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama akamjaribu akisema, mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati, wasomaje? 27. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Naona kwa hiyo sehemu ya kwanza ni kumpenda Mungu kwa nafsi yako yote, akili zako zote, roho yako yote. Katika nafsi huwa kuna hisia, hisia zako zisipite kawaida, ukapenda mambo fulani fulani kuliko kumpenda Mungu, au ukakasirika kupitiliza kuliko kumpenda nani? Mungu. Ndio maana ya nafsi. Mpende Mungu kwa nafsi yako yote. Ipambanue ile nafsi yako ndani imebeba nini, alafu yote uiachie imtangulize kwanza nani? Mungu. Na roho yako yote, ile roho yako iuishe, ipe nafasi imtafute Mungu. Anasema na akili zako zote, hata akili. Kwa hiyo hisia, akili na maamuzi yako yote vimpende nani? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, umpe nafasi ya kwanza Mungu katika maisha yako. Umpende Mungu kama wewe ulivyo kwa hali yako yote. Alafu anasema na jirani yako kama nafsi yako. Kumbe upendo wako huo usiishie kupenda juu. Maana tuna watu wengi sana wanasema mimi nampenda Mungu, lakini napokuja kwa majirani zao, mapendo yao kwa majirani yanakuwa yamesinyaa. Upendo kwa jirani unakuwa umedumaa. Upendo kwa jirani unakuwa mdhoofu. Upendo kwa jirani unakuwa kidogo. Kumbe nguvu nazo zitumia kumpenda Mungu, nguvu hizo uzitumie kumpenda nani? Jirani. Na ndio maana akatolea mfano, akasema kuna aina 3 za watu. Kuna watu kama hawa kuhani. Kuhani alikuwa ni kiongozi mkubwa wa kanisani, ndiye anayeongoza watu katika ibada, katika kuwapeleka watu kwa Mungu. Mna mashida gani? Anawapeleka kwa Mungu. Mmeleta madhabihu gani? Anapeleka kwa Mungu. Anapokea, anawaletea watu, anawabariki kwa jina la Bwana. Lakini huyu mtu pamoja na ibada zake kwa Mungu hakuwa akijali watu wenye mahitaji. Anapita akamkuta huyu mtu ambaye amepigwa njiani, amenyang'anywa na wezi, yuko nusu kufa. Yeye akasema mimi nawahi kwenye ibada. Akasema yeye ana haraka, lakini nahisi pia aliogopa. Akasema hapa mimi nitakufa. Hawa waliompiga huyu hivyo kamfikisha hapo, na mimi waweza kuniua. Kwa hiyo akasema ngoja niwahi zangu. Akaja mtu mwingine tena, Mlawi. Walawi walikuwa ni wahudumu wa kanisani, wahudumu wa kwenye hekalu, wanasaidiana na makuhani, lakini ndio wachinjaji wa wanyama, ndio kuhakikisha utaratibu wa ibada unaenda vizuri, na wengine ndio walikuwa waimbaji. Hapa kama tulivyokuwa tunaimba, mradi hata kusitili hemani mwake, kama hao. Nayo alipopita akaona, bana wewe mambo wezi jua hapo karibu kuna nani. Kwa hiyo kamwacha yuko na koroma hapo, akajiendea zake. Ndipo akaja jamaa mwingine kutoka huko mbali Samaria. Wasamaria walikuwa ni nje ya Wayahudi. Kwa hiyo yeye alipokuwa akipita pale na farasi yake, akaona mtu pale, naona mtu. Bwana asifiwe. Huyo ni mtu au naona vibaya? Mtu. Akasema nitamsaidia. Mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo sana, niko darasa la pili, na rafiki yangu, mimi na rafiki yangu sasa hivi sisi wote ni watu wazima sasa. Sasa kwa dogo sana, saa 4 tunaenda shuleni ili tufike kuripoti saa 6. Na ilikuwa ni misitu, mnapita msituni. Kapita kwenye sehemu moja, sasa hivi ndio stendi ya mabasi yetu pale Katoro. Ndio stendi kabisa. Lakini wakati ule kwa msitu, kuna mtu alikuwa ametengeneza kakilimo kidogo pale, ameleka na kabomba kama maji kanachuruzika. Kwa hiyo tulikuwa tukifika pale, tukikaribia tunashindana nani awahi pale awe mtu wa kwanza kuoga yale maji.
Tukawa tunakimbizana. Rafiki yangu alikuwa na matua sana, kaniacha kama pale napiga. Na akikutangulia tu inabidi adabu ya kwanza unamwacha yeye aoge kwanza, ajimwagie, alafu na wewe ndo uende. Kwa hiyo rafiki yangu akawa amenitangulia. Tunakuta mtu mmoja washampiga pale, wamemuua, wamemlaza pale pale kwenye bomba. Tupofika kurudi bio, tukakimbia, tukaanguka chini wote. Chali ndio kuinuka, si kama mtu yule au. Tukasogea, tukaangalia, tukakimbia tena. Kutoka tumechanganyikiwa, lakini kitu cha kwanza tulipotoka tukakutana watu. Jamani, kuna mtu pale tunatetemeka. Tukatoa taarifa, kumbe alikuwa jirani yetu kabisa kule nyumbani kijijini kule karibu na nyumbani kwetu. Yule mzee alikuwa anapenda kulewa sana, kwa hiyo usiku amekutana na majamaa, akampiga, akamnyang'anya hela, akamua, akamtupa pale. Kwa hiyo tulipoona, tulisogea tena mara ya pili kuhakikisha ni mtu, na tukatoa taarifa. Kuna watu wengine wanakimbia, wasije wakanihisi mimi ndo nimemuua huyu mtu. Wewe bana, watakuhisije wewe? Nitasumbuka na mapolisi huko bana, wataniuliza. Baba, umeona mtu, una shida gani tena wewe? Basi huyu mtu yeye akashuka, akamwangalia, akamkuta amepigwa sana, anavuja damu, lakini uhai ungalimo. Akamhudumia, akamnyanyua, akamtia kwa punda yake, kampeleka mjini, na akatoa huduma kama inavyoelezwa pale na gharama zote. Akamuuliza Yesu huyu bwana, sasa wewe katika aina hizo za watu watatu, jirani ni nani? Yule bwana akasema, ili swali ni jepesi. Aliyemhurumia ndio nani? Jirani yake. Huyo aliyepigwa alikuwa Myahudi, waliomuacha walikuwa Wayahudi, lakini aliyemhudumia alikuwa Msamaria. Kwa hiyo akasema jirani ni yule aliyemhudumia. Mpe Bwana makofi. Kama ulikuwa unauliza jirani yako ni nani, basi ujue jirani yako ni yule mtu anayehitaji, anayekuhitaji kwa wakati huo. Kwa ndio jirani yako. Asubuhi nitolea mfano mmoja. Juzi tulipokuwa tumeenda kwenye msiba, tulienda mpaka kwa mzee mmoja. Huyu mzee ni mzee sana sasa hivi, ila alipata ajali, akagongwa na watu wa pikipiki, akavunjika. Kwa hiyo anashinda amekaa kwenye kiti chake, alafu akiinuka anainuka kwa shida sana. Ni mzee kwa kweli, ni mzee. Anahangaika namna hii, anahangaika. Sasa nyuma kidogo nilienda kumtembelea dada yangu aliyenitangulia mbele kama mara mbili. Sasa tulipokuwa tunapaki gari, kipindi kile kwenye kakivuli, tukasikia sauti ya mzee anatuita, nyie mnapaki hapo kwenye kivuli changu, mtalipia, maana kivuli mti huu nimeutunza mimi. Nikamwambia yule mwenzangu, twende kwa yule mzee tumsikilize. Tukaenda, nafika pale, kumbe yule mzee namfahamu. Yule mzee miaka ya nyuma niliwahi kufanya naye kazi, akiwa kanisa jingine dhehebu tofauti kabisa na mimi, nikiwa Mpentekoste, lakini nilikuwa namwalikaga kuja kufungisha ndoa za vijana wetu. Mimi sikuwa na leseni. Kwa hiyo nikamkuta, mzee fulani, akasema, wewe nani wewe kijana? Anahangaika hata kuangalia. Nikamweleza, mimi naitwa fulani, nilikuwa mchungaji mahali fulani, tulifanya wote hivi na nimekukumbuka. Akafurahi. Siku hiyo nilimkuta alikuwa kwenye kanyumba kadogo sana, hata kuingia tulishindwa. Alikuwa amekaa hapo pembeni, kalikuwa kadogo sana, mahali pa shida. Basi hatukumpa zile hela alizotaka tumchangie, ila sisi tukampa zaidi. Na tangu hapo kila nikienda kwa dada yangu, naenda nimetenga kitu kumsaidia na huyu mzee. Hata kuna siku nimwambia, nikifika Dar es Salaam nitakutumia. Nikatuma kwa dada yangu, akampelekea. Hata juzi wameniambia, anatuuliza namba yako. Kwa sababu nimeenda juzi. Sasa kwenye msiba tumeenda na mama wiki 2-3 zilizopita nadhani. Tumefika pale kwa dada, tumetoka pale tukaenda kwa yule mzee. Tupofika pale wameshamjengea nyumba, haijaisha, lakini anaishi maisha magumu sana. Basi tukamkuta hawezi kuinuka, tukasalimiana.
Mzee, nimekuja. Umekuja kijana mchungaji, umekuja? Nimekuja. Unajua mchungaji, basi tukaongea kidogo. Akasema tumekuletea na kazawadi kidogo, tukampa hela fulani. Akaishika, akafanya hivi kuangalia, akaiona vizuri, akaiangalia na nyingine, akashika, akaweka hapa mfukoni. Akasema, Mungu wangu, akaanza kumuomba Mungu. Mungu wangu, wewe nilikuomba Mungu, leo nitakula nini? Nikakukumbusha. Anaongea hivyo, hata naweza mama alirekodi. Nikakukumbusha Elia ulimtumia kunguru wakampa chakula, lakini mimi hapa naona makunguru yanakuja hayaleti chochote. Nakushukuru, hawa ndio kunguru sasa. Hawa hapa kunguru wa Elia wamekuja na kitu. Aliomba. Alituombea. Tukajikuta sasa sote tunaomba, tunanena kwa lugha. Naambia ukweli, tuliomba, tulilia pale. Kasema Mungu wangu. Kwanza nikafikiria mbali sana, nikasema kumbe hata mimi DPC ninafanya kazi kwa bidii. Kumbe wanaweza wakanitupa tu huku kwa sababu ukisimuliwa huyo mzee kafanya nini, mambo aliyofanya mimi nayajua ni makubwa, lakini dini yake hawamjui tena. Wanafanya tu vitu kama, umeelewa Nikasema kumbe, lakini nikasema nashukuru, nikisha kumaliza kazi Bwana anajua atanipeleka wapi, atanipa nini. Wao mzee huyu nikamwambia sasa njoo tupige picha. Mimi akajikaza, akainuka. Yuko namna, tukamshika hivi, tukapiga naye picha. Alifurahi, yani alisikia kama amefika mbinguni. Aisee, kila mtu anahitaji raha kama hiyo, kuona kwamba kuna watu wanamjali. Mpe Bwana makofi kwa hilo. Watu wanahitaji kitu kama hicho. Kwa hiyo akasikia raha, tukaondoka. Lakini wiki hii nimeambiwa na kwamba anatuuliza namba yako. Sasa tukaona atakusumbua, nikaona ngoja sasa niko nafanya utaratibu nione wampelekee, sio swala la namba, maana sasa inawezekana namba kweli tutanani sana, lakini nitafanya kwa utaratibu fulani mzee ajisikie vizuri tena kule. Akasema hivi, mama alikuwa ameshika, akaeleza habari za watu wa dini yake ambao hawamkumbuki. Akasikitika sana. Mungu nimefanya mambo makubwa, lakini hawajui, wamesahau. Nye mtanisahau na mimi? Sawa, Mungu anawaona. Basi awali wewe ndio kijana zaidi. Sasa sisi ni vijana, ni wazee, nye vijana. Vijana hawa wakina nini? Mimi nasikia hawa wazee hawa wakisimama tu wakikaa kikao cha kwanza kuzungumza. Hawa wazee, unajua wazee hatuna shida, tumezeeka, kwa sababu kuzeeka ni lazima tuzeeke. Tumefika hapo, tumefikisha hapa tulipofikisha. Mwanzi hapo mlipotukuta, na mtushukuru pia, tumefanya kitu. Sawa. Mathayo anaongeza kufafanua vizuri zaidi. Naye anaandika, nadhani tukio ni lile, lakini anaandika hivi katika Mathayo 22 mstari 36-40. Anasema 36-40. Anasema akaja yule mwandishi wa Torati akamwambia, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo." Umeona, na ya pili inafanana na ile. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. 40. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati na manabii. Mafunzo yote ya Biblia mpaka wakati Yesu anakuja, ambaye alikuwa katika Torati ya Musa na manabii na maandishi yote waliokuwa nayo kama maandiko matakatifu wa Israeli, wanaambia kwamba yote yanatimia katika haya mambo makubwa mawili: mpende Mungu na mpende jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Pende Mungu na umpende jirani yako, ndio amri
kuu mbili. Kwa hiyo tukisema kumpenda jirani, hatusemi tu kwamba tunaweza kujisikia kuchagua yule pale umpende, yule umchukie, yule umpende. Hapana, ni amri, mpende jirani yako. Katika Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20 anasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Ukisema nampenda Mungu alafu namchukia unayemuona wakati Mungu hujawahi kumuona, wewe muongo. Tena Biblia inasema wewe ni muongo, yaani ule uongo uliopitiliza. Kwa hiyo sisi watu wa Mungu tunaagizwa kupenda, ni amri, kumpenda jirani yako unayemuona. Mimi nikiwa naenda kwa mfano, mwanzoni mke wangu alikuwa hajanielewa, baadaye akanielewa sana. Sasa akapitiliza yeye. Nikienda kununua kitu, kwa mfano ni mchicha, akaniambia tunauza shilingi 2,000. Sitamwambia nifanyie 1,000, maana 2,000 mimi nina uwezo zaidi, nitampa kwa kweli bila hata kujadiliana. Mpaka aje kukaa hapo kuuza mchicha tu mdogo hivi kidogo tu hapo, alafu unang'ang'ana umpe 1,000. Yaani ukimpa 2,000 atasikia baraka na yeye, na ataendelea kuishi kwa furaha. Wakati mwingine mimi huwa napata shida sana kumwambia mtu anirudishie change ya shilingi 1,000. Na unaona anakuuzia, labda mke wangu anapendaga mahindi ya kuchoma. Pole, huyu mama ni mchungaji lakini anakulaga mahindi njiani. Kwa hiyo anapendaga mahindi ya kuchoma. Sasa hindi linauzwa 1,000, anachukua 2 au 3. Na mtu fanya haraka twende. Nasubiri change yangu. Anaona anambia twende muachie. Sasa twende. Sasa tuize amebadilika. Yeye ndiye anayewaacha. Kaa nayo tu. Kana asante sana. Kwamba kuna mahali ifike hatua, yaani wewe uone kama unaweza kuwa msaada na mtu huyu akawa na furaha siku hiyo, akisema namshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme namshukuru Mungu. Nyuma sana zimepita sehemu, nilienda kwenye ka ATM, nikaenda pale nikatoa tu hela twangu. Afu huyu daku na kadada huwa nakakuta kamekaa pale asubuhi, kamekaa kanasubiri. Na ATM ile ilikuwa mahali pale ni pageni, hakuna ATM hata moja. Unakuta kamekaa pale. Na siku nilikuwa nakuja kanisani, nikajikuta nimetoa noti za 10,000. Halafu moyoni nikasikia mbariki huyu mtoto. Katoa 10,000 kumpa. Aise aliruka, hakuamini, akahangaika pale kwenye kiti, ananishukuru mara 3. Mimi nimeshaenda zangu, nimeenda kukaa kwenye gari. Fika mahali wabariki watu pale ambapo wewe unaweza kuwabariki. Hawa ni watu, wewe ndio jirani hao. Huyu mdada mdogo asubuhi alfajiri anakuja kulinda kwenye ATM, ni mhangaikaji. Au Bwana Yesu asifiwe sana. We can do more. Tunaweza kufanya zaidi. Tunaweza kufanya mambo mazuri zaidi. Pende jirani yako. Huyo ndio namuona. Wapende watu, chukia mabaya yao. Maana kuna watu wanakuwa na chuki na watu badala ya kuwa na kuchukia vitu wanavyovifanya. Usichukie hao watu. Watu wengine ni muda tu, utashangaa wanakuwa watu wazuri kuliko ulivyodhani. Tunasoma habari za Paulo, alikuwa mtesaji wa kanisa, anaua Wakristo. Na mtu mmoja anaitwa Stefano, kati ya watu maarufu kwenye Biblia, aliuawa na Paulo. Paulo bwana, yule mtume Paulo, kabla hajawa mtume alikuwa Sauli, kiboko ya Wakristo.
Wakristo hawafurukuti, wakisikia Sauli anakuja wanabeba Biblia mbio. Sauli anakuja wanafunga milango. Walikuwa wanasali, wanajitokeza, wanajifanya walikuwa wanatoka kununua sijui nini. Kwa sababu kazi yake ilikuwa kutesa Wakristo. Uwa kabisa Ukristo, futilia mbali. Lakini kwa wakati wa Mungu, Mungu akamuokoa Sauli. Kaokoka kama mtu wa Mungu, kama mhubiri wa Injili. Mwanzoni ilikuwa ngumu hata kukubalika na wanafunzi wengine. Anafika watu wanasema, huyu si ndani wa watu, anakuja tu kutupeleleza hapa ili baadaye apeleke taarifa au aone watu wangapi wa kufungwa. Barnaba akachukua kazi kuambia, jamani, mimi nimeshakaa naye kwa karibu, huyu mtu ashaokoka, amekutana na Mungu, mumkubali tu. Ilichukua miaka mingi Sauli ambaye sasa ni Paulo kuja kukubalika na jamii ya Wakristo. Lakini Paulo huyu sasa ndiye tunasoma ameandika Biblia ya Agano Jipya. Asilimia kubwa ameandika yeye, labda asilimia 60 kaandika Paulo. Kwa nyaraka asilimia 80 zimeandikwa na Paulo. Amekuwa mwalimu wetu, kiongozi wa kanisa dunia nzima. Paulo aliyekuwa muua wa Kristo. Wewe mpende Sauli, chukia matendo yake ya uuaji, siku moja atakuwa Paulo. Mbona hamjasema amen? Ndio maana unaambiwa mpende jirani yako. Love your neighbor, hate their evils. Pende jirani yako, chukia mabaya yao. Maana kuna watu hata ufanye namna gani, wengine ni wagumu tu. Yani juzi kama wiki mbili, naona ni 2 au 3 hazijaisha. Kama zimeisha, zinaweza kuwa 3 zimeisha. Mama, tulipata wageni kutoka huko vijijini, huko. Sasa mama huyu alikuwa amekuja pale kwetu, ndio mara yake ya kwanza kuja Dar. Wakaongea na mama, sasa tunaenda Kariakoo. Uweze kusema kuja Dar es Salaam hujafika Kariakoo. Kwa hiyo kama wewe umekuja Dar ili ukaambia watu nilikuwa Dar, wataweza umefika na kwenye Kariakoo. Lazima ufike Kariakoo mpaka chini kule kwenye shimo na juu kwenye nani. Ufike kwenye Kariakoo alafu ufike mpaka Mlimani City. Kwa hiyo tukakubaliana na mama ampeleke Kariakoo, lakini hata iwe isiwe amfikishe na Mlimani City. Kwa hiyo basi wakaenda Kariakoo, ametangaza hela kwamba wanunue kitu fulani, amnunulie huyu mgeni. Wakaenda kwenye duka. Samahani, natolea mfano wa duka lako. Wewe kama unasali humu. Kama hausali humu, labda unaweza kusikia kwenye mtandao, itakusaidia. Wakaenda kwenye duka moja la dada mmoja anauza nguo. Sasa mama huyu ameshamwambia, mama utachagua nguo 2, sijui 2 au 1 sijui. Wameelewana, utanunua. Akasema hizi hapa. Akaenda pale, walipoziona yule mwenye duka akasema, unataka iko wapi? Akasema kama hiyo inaweza kunitosha. Akampa. Akasema ukijaribisha utainunua. Baadaye akasema haya, jaribu. Akajaribu, ikawa haimtosha, akarudisha. Sasa akasema labda ile. Akasema sasa ukijaribisha lazima ununue. Wakaona masharti magumu. Wakataka waenda, akasema mumesha jaribisha, hapa uwezi kutoka, hela inatoka tu hapa, mununue tu. Kufanya hivi mtanunua, mmesikia, mmejaribisha nguo yangu hapa, tusitaniane jamani. Sasa huyu mama akasema lakini sasa nguo hazijatutosha. Utajaribishaje nguo yangu bila kuinunua? Chagueni nayo tosha mnunue. Mama akajita, sikiliza, sisi tutanunua, tutafute basi size ambayo inafaa, hata kama ni kwa jirani yako au wapi nani. Mama, tusisumbuane kama, lakini mimi ni mchungaji. Pamoja na kuwa mchungaji, hela itatoka tu. Kwa hiyo akajaribu kufikiri kwamba labda katika jamii wachungaji wanaheshimiwa. Lakini yule mama akamwambia, na uchungaji wako hela itatoka tu. Kwa hiyo mama akasema, mama huyu hapa akasema lisiwe tatizo. Akamwambia yule mgeni, chagua ambayo unaona at least inasogea tu kwamba inaweza ikakutosha tununue. Yule mama ikabidi anunue kwa lazima, na mama huyu akatoa fedha, wakaendelea. Walipofika tu tumemaliza kusalimiana, cha kwanza kuniambia tumekutana na mtu wa ajabu kule Kariakoo.
Angalia usije na wewe watu wakawa wanakusema kama mtu wa ajabu. Lazima uwe mtu mwema. Kama angekuwa mtu mwema akawauzia kwa upole hata wasinunue, siku nyingine mama atakuwa na watu wengine atasema pale kuna nguo nzuri twende pale. Lakini kwa sasa sidhani kama mama unaweza kwenda pale. Unaweza? Kwa sababu ya matendo yake, humchukii yeye, lakini kwa tendo lake lile unaogopa asikufanyie mengine zaidi. Kwa hiyo tujitahidi kuwa watu wema. Tuwatendee mema watu, tuwapende, tuonyeshe upendo wa kweli. Jambo la pili, kwa nini umpende jirani yako? Yeye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Unampenda jirani yako kwa sababu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Haumpendi kwa sababu tu unampenda. Yeye hafanani na mbwa, hafanani na nguruwe, hafanani na ng'ombe wako mzuri yule, hafanani na mbuzi wako, ng'ombe wako maziwa, hafanani naye. Huyu ni binadamu, ameumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Tusome katika Mwanzo 1:27. Neno la Mungu linasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo hawa watu unaowaona hapa, hawa wanaume unaowaona hawa, useme mwanaume bwana, mimi siyaelewagi haya maviumbe. Acha, hawa ni watu wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Useme mwanamke ni mwanamke tu. Hapana. Tena watu wengine wanasema mwanamke hana dini. Yaani eti mwanamke unaweza kumlazimisha dini yako. Si uongo huu? Hata juzi tu nilikuwa naongea na watu fulani, mwanamke halazimishwi dini, maana naye ni mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, anamtafuta Mungu kama apendavyo, kama aonavyo. Au hapa sivunji sasa ndoa za watu hapo. Yaani unampeleka kwenye dini yako kwa lazima, akifika mle wala asali. Nyie mkianza shandolo ule ni ya yeye yuka, hawa wanafanya nini hawa? Maana hayo hayajamuingia. Lazima ajichagulie bwana, au si ndio? Au ninyi watu wa Mara mnatumia mabavu tu, mwanamke ndakutema mora. Kwa hiyo hawa wanaume na wanawake wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunawapenda kwa sababu wanabeba sura ya nani? Ya Mungu. Ukitaka kuona hiyo, kwa mfano hapa niliwaita wazee na wachungaji kuombea watoto. Angalia macho ya mtoto. Mwangalie jinsi ambavyo hana hila ndani yake. Ni mtu anayemtegemea binadamu mwingine kwa ajili ya kuishi kwake. Basi hana msaada mwingine, kako pale kako. Umeelewa? Hivyo hapo ndio ukimwangalia sana utasikia ndani ya nafsi yako ukiona kiumbe cha ajabu sana. Binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Nampenda jirani yangu kwa sababu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Zaburi 139 mstari wa 13 hadi wa 14. Anasema, maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Bwana ndiwe uliyeniumba, ukanitia katika tumbo la mama yangu. Na haishi hapo, katika kuniumba umeniumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Namna ya ajabu na ya kutisha. Niwaombe kila mmoja ageuke kushoto na kulia. Angalia hao binadamu hao. Geuka tu kushoto. Geuka kulia. Unaona hao binadamu hao? Hao watu hao wameumbwa kwa namna ya nini? Ya ajabu. Na sio ya ajabu tu, anasema na ya kutisha. Yaani ukikaa pale unashangaa. Ulishawahi kushangaa?
Jamani, kuna mtu alishaona maajabu akashangaa, nimeshangaa, ukakaa midomo wazi. Ndivyo alivyo binadamu. Binadamu ni waajabu. Ajabu sana. Ajabu. Binadamu ni waajabu. Ana akili ajabu. Unaweza ukasema kitu kabla hujamaliza yeye ameshafika mbele, ametafsiri unakoenda. Alafu unakuja unasema kile unasema nilijua. Huyo ndio binadamu. Binadamu ni waajabu. Ameumbwa kwa namna ya ajabu. Maajabu yanayotendeka kwenye mwili wake ni ya ajabu. Wewe unakula nyama, kuku, samaki, yeye anajichukulia majani tu hapo. Na mamihogo ya kuchemsha. Kesho mkikutana yeye ndiye ana mwili umekaa vizuri. Mwili wake umechakata vizuri. Wewe manyama yako. Bana, binadamu ameumbwa kwa namna ya ajabu. Chemistry yake inafanya vizuri mwilini. Anazikata zile mboga za majani vizuri. Na mhogo ule unatengemaa vizuri. Na viazi vile. Na makabeji ambayo kidogo hayo ya bei nafuu hayo. Wewe umekula kuku zako KFC. Mnakutana hapa sasa. Mmekuja kuabudu. Hakuna anayejua nani alikula nini. Wote tuko maajabu ya Mungu Bwana. I say huyu Mungu Bwana alifanya maajabu yake. Ndiye anasimama hapa. Tusimame wote. Wote tunasimama. Hebu tuimbe. Akianza kuimba kama malaika. Na sisi sote tunajikuta tumeenda mbinguni. Jamaa akapiga kabeji zake huko. Na we kwanza nyinyi hamjui jana mimi nimekula nini, hamjui. Lakini hapa wote nikisema simameni mnasimama, makofi kwa Bwana wote mnatandika. Umeona maajabu? Mwingine labda mke wako alikusumbua kitu nini, sitaki, na baadaye nimenyooka, nimetulia, ninakuja hapa roho imesuzika. Nikisimama hapa ni malaika naenda mbinguni. Binadamu kaumbwa kwa namna ya ajabu. Sisi ambao watu tunasuluhisha ndoa, anakuja jamaa na mke wake hapo, anakuambia mwanamke, yaani huyu anapiga huyu kanya pasa kidogo nife, niliponea chupu. Wewe unapiga mke wako. Anisamee tu, yameshaisha tu, nishamwambia sitarudia tena. Au jamaa anasema akirudia mwendo ni huu. Unatakiwa uwe makini, usije kumwambia liache hili. Ukimwambia liache hili, kesho wakipatana unashangaa kesho wanakuja tumeshayamaliza mchungaji, yale yameisha, sisi tuko sawa, tuombee tu, tumekuja kuombewa baraka. Unawapiga baraka hapo, wanaenda ndoa yao safi, wanaingia humu nyewe hakuna anayejua, ni mimi tu ndo najua au na pastor nani hapa. Kwa sababu binadamu yuko complex, wanaweza kukoseana wakasameheana, mambo yakaisha wakawa kama hawajawahi kukoseana. Umesikia? Huyo ndo binadamu. Ameumbwa kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Kwa hiyo ukianza kumuongelea binadamu, umtolee kwenye engo ya kawaida ya mwili, umuongelee engo ya kisaikolojia, umuongelee kutoka kwenye hali ya kijamii. Kuna watu wengine ni wazuri, akienda kupata ataongea na kila mtu, yani unasema mimi mbona siwezagi, shida gani mimi? Lakini kuna watu wengine wamezama kwenye mambo ya kiroho, yani amezama kweli. Binadamu ni waajabu. Mpe Bwana makofi kwa ajili ya binadamu. Ameumbwa kwa namna ajabu. Lakini mwisho wa siku ameumbwa hivyo ili alete utukufu kwa nani? Kwa Bwana. Ndio lengo.
Kwa unapowaona hawa wanadamu katika sura zao zile mbalimbali, wengine warefu, wengine wafupi, wengine wanene, wengine wembamba, mimi sijui ni mwembamba au wa katikati, vyovyote vile, wengine kama mimi, wengine sijui wa size gani, wote hawa wameumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu, na kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa nini tuwapende watu? Namba 3, jirani yako ni mwangalizi mwenza wa uumbaji wa Mungu. Jirani yako ni mwangalizi mwenza wa uumbaji wa Mungu. Tusome katika Mwanzo 1:27 hadi 28. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu akawaumba mwanamume na mwanamke, na wote akawabariki, alafu akawaambia zaeni muongezeke. Kwa hiyo akaweka ndani yao hawa watu uwezekano wa kuongezeka, lakini pia yani kuzaana kuongezeka, lakini pia akawaambia mkatawale viumbe vingine vyote vya majini na vya angani na vya nchi, mkavitawale na kuvitiisha. Bwana Yesu asifiwe. Mkatawale pamoja. Kwa jukumu hawa binadamu wengine wote tunawaona hawa ni wenzako katika kumiliki na kutawala vitu vya dunia hii. Bwana asifiwe. Ni watawala wenzako. Hii dunia tumepewa sasa sisi binadamu tushirikiane, tupeane space, nafasi katika kumiliki na kutawala. Kila mtu awe na kitu, kila mtu awe na kitu. Kwanza ale ashibe. Kuna watu wanasema basic needs, mahitaji ya msingi. Ale ashibe, awe na mahali pa kulala, awe na kuvuta hewa, aweze kupata hewa nzuri, apate matibabu. Lakini pia kuna kitu cha juu zaidi, wanasema ule utu wake uthaminiwe, ule ubinadamu wake uthaminiwe. Na ndio maana katika jamii kuna human governments, yani himaya au dola au tawala mbalimbali katika dunia. Kwa hiyo hawa viongozi wanatakiwa kuhakikisha watu wanaokuwa chini yao wanawajengea mazingira ya kila mtu kupata uwezekano wa kufanya vizuri, to unleash the potential, yani kuwajengea mazingira endelevu. Kila binadamu aliye katika eneo lako la kiuongozi wapewe nafasi ya kuweza kujitanua, kujiongeza, piga hatua, wapate mahitaji yao ya lazima. Lakini Mungu alivyotuumba ametupa creativity, uwezo wa kuumba, ametupa uwezo wa kutengeneza vitu. Wapewe nafasi kwamba wanaweza kujiendeleza. Na ndio maana tuna watu wanagundua vitu, watu wanatengeneza vitu ambavyo havikuwepo, vinatengenezeka kwa sababu katika kila ndani ya binadamu kuna uwezekano wa kufanya kitu. Anaweza kufanya kitu ambacho labda huyu hawezi, huyu anaweza ukifanya. Lakini lazima wawe na hiyo nafasi, kuwe na mobility, kuwe na uhuru wa kutembea na kujieleza na kwenda mahali kwamba wanaweza kufanya maendeleo. Wakatoka wakaenda kutembea Marekani, wakarudi, wakatoka wakaenda kutembea labda vijiji vya jirani, wakafanya biashara na nani. Mambo kama hayo yanawapa mambo ya kufanikiwa. Mkatawale na kutiisha. Shida kwenye Kiingereza, nadhani natafuta maneno ya Kiswahili bado kichanga. Kiingereza nasema we do not rule over people, we lead people, we rule over things. The rest of the creation, tunatawala vitu lakini tunaongoza watu. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi unasimama mbele kuonyesha njia, lead the people. Katika familia, baba
Ongoza familia yako, waongoze watu katika njia safi. Lakini ukimsuppress mke wako, ukambana hapa, atakaa pale pale. Waonyeshe kwamba the sky is the limit. Yaani kwamba unaweza kufanya maendeleo na ubunifu Mungu anaokujalia, kwa sababu wewe ni wa ajabu. Watu watengenezewe mazingira bila kizuizi. Ni anga tu ndio litakuzuia. Ndio maana nchi zingine mpaka watu wanaruka kwenda kuishi kwenye mwezi. Nilikuwa siku moja Marekani na huyu mama hapa, tukahudhuria graduation ya watoto wamemaliza form 6. Na ilikuwa graduation, rafiki yetu amepeleka watoto wake pale. Waliyemuita kuja kuongea na wale watoto alikuwa ni profesa. Huyu profesa, kitu cha kwanza nilichoona, wale watoto karibu wote wamepata grade za juu. Wamechukuliwa na university ile makubwa yamewapa scholarship bure. Yale Harvard wamechukua watoto pale, wamewapa bure scholarship. Wakasome bure, wamesema na akili. Lakini shule imeweka walimu ambao wana akili. Huyo profesa akasema, "Mnaniona mimi? I am a professor." Alikuwa mwanamke. "Mimi hapa niwaambie, mimi nilikuwa mkimbizi. Nimetoka kule Kosovo." Si tunakumbuka tulikuwa tunaongea mambo ya Kosovo. Imekuwa Kosovo, vile vita vya kule. Akasema, "Mimi nilitoka kule. Nikakimbia, nilikuja sina chochote, nikapenya mpaka nikajikuta nimeingia Marekani." Akasema, "Now I know America is a land of opportunities." Akasema, "Najua America ni nchi yenye nafasi. Maana hata mimi mkimbizi nilipata nafasi ya kujiendeleza, nikapiga hatua, na leo ni profesa. Ninalipwa mshahara mkubwa, ninaishi maisha mazuri na familia yangu." Kumbe watu wakipewa nafasi wanaweza kufanya mambo makubwa. Watu ambao mnawakalia wanawake, mnawazuia wasijiendeleze, wape nafasi wajiendeleze. Watu ambao mna nafasi za uongozi, fungueni milango kwa wengi wajiendeleze, wapate nafasi, wa interact, wapate mawasiliano na watu wa mataifa mbalimbali. Wapeleke. Mimi natamani, nilikuwa naongea na wachungaji wangu hapa, sema hata wazee wa kanisa juzi hapa waliongea, "Wachungaji, mbona mnakaaga tu hapa, mtoki nje? Mtoke huko mkajifunze maarifa mapya, mrudi hapa mtuongeze na mambo mapya ambayo." Kabla wachungaji ndio siku moja Pastor Patroba mwaka jana akajikongoja akaenda Marekani, akasema, "Nilifurahi lakini sikupenda machakula yao. Wanakula mikate." Sawa, kale kwanza mikate ujue wenzako wanaishije. Lakini bado alikuja na kitu. Tukamtuma huko Pastor Gertrude, na wengine tutaendelea kuwatuma mahali mbalimbali. Pata exposure, uone Mungu anafanya nini na watu wengine. Wewe unapokuwa umekaa tu mahali umejikunyata pale, unafikiri dunia ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri dunia ndio hiyo. Hapana, dunia ni zaidi ya hapo ulipo. Mungu ameumba watu na vitu vingi vya ajabu vya kushangaza. Ukiviona unasema, na hii." Nilikuwa na simu mara ya kwanza nimeenda Marekani. Jamaa kama amenibeba hapo ameniketisha mbele. Najikuta nataka kupiga picha kila kitu. Akaniambia, "Why are you taking pictures?" Baadaye nikajirudi nikasema, okay. Kumbe yeye hivi vitu vya kawaida kwangu mimi kila kitu I say nachukua. Akaniambia, "Why are you taking pictures?" Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaumba vitu vingi na akaviweka chini yetu. Akasema tuvitiishe. Watu wapate mahitaji yao. Nchi zisizoendelea, wazee wanalipwa mishahara. Ukiishiwa kazi unalipwa na serikali. Ukienda kusoma hulipi karo. Mtoto wangu tulimpeleka kusoma huko na nini. Anasema huko hawalipagi karo wao. Ila sisi wageni ndio tunaolipa. Hawalipagi karo.
tangu chini mpaka huko mwisho unapata madigrii yako yote hamnaga. Wameendeleza rasilimali zao. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio maajabu. Na hawa watu hawa unaowaona hawa, Mungu amewapa majukumu ya kuviangalia na kuviendeleza hivi vitu. Hawa watu unaowaona watafanya mambo mazuri, utashangaa. Niliwapa mfano wa kijana huyu hapo. Mimi nilikuwa sijui, lakini kumbe yeye ana ujuzi, anaweza akajenga, anaweza akatengeneza rangi, anaweza akatengeneza umeme, anaweza akatengeneza maji. Amekuja kwenye seli yangu pale, bado ndio ameokoka. Alivyofanya nikamtesti, akajaribisha hiki, akafanya vizuri. Nikasema wewe unaweza kutufaa kanisani. Nilipomleta hapa patroba akawa mgumu kwa kweli. Nikamwambia hebu mtesti, mpe kazi hii hapo ya kunani. Akasema nimpe kazi mpe tuone. Akampa kazi ya rangi. Alipotengeneza akaniambia pastor mimi namkubali. Akampa kazi. Akawa administrator. Juzi administrator ananiambia I say pastor, Mungu alitupa kijana wa ajabu sana. Anafanya kazi nzuri. Chochote kile mwacha, alafu anajituma, anaweza kukaa hapa hata na usiku kufanya kazi. Nikasema Mungu ametupa karama mbalimbali. Kwa hiyo lazima tupeane nafasi, ni lazima tuheshimiane, ni lazima tupendane. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe utafanya hiki, yule atafanya kile, yule atafanya kile, yule atafanya kile, na mwingine atafanya kile. Namalizia Matendo ya Mitume 17:26. Naye alifanya, yani Mungu alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mtu mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Na mipaka ya nini? Ya makazi yao. Tafsiri za Kiingereza sema mataifa, anaongelea ethnic groups, makundi ya watu katika jamii zao. Lakini sasa tunaweza tukatumia hilo kama mataifa ambayo tuko nayo. Hakuna mtu yuko mahali kwa bahati mbaya. Tupo kwa sababu Mungu ametuweka. Akaweka na mipaka, alafu na nyakati. Anasema kwa wakati huu watakuwa watu hawa kiasi kadhaa, na mipaka yao ni hii, na mipaka yao hawa ni hapa. Kwa hiyo hawa walio katika mipaka hii, katika nchi hii, wafanye maendeleo yao, wafanye utajiri, watashirikiana na hawa, watafanya biashara, lakini hawa watakuwa huku na kadhalika. Kama hivi Tanzania tuna nchi zingine jirani kama Kenya, Uganda, Zaire, Zambia na kadhalika. Ni majirani lakini ni nchi tofauti. Mimi nimewahi kukaa Zambia. Tukaona maisha yao kidogo yalikuwa tofauti na ya kwetu. Unatamani nataka kwetu. Na nakumbuka kwetu. Mke wangu hapa mpaka kipindi fulani alikuwa anasikia kama kuumwa kabisa. Yani mimi. Anaanza kukumbuka machakula ya Katoro. Kwao. Kule wenzetu kule bada uwezo kupika wali na nyama. Wanasema unaiharibu hiyo nyama. Hiyo nyama ya ugali. Sisi huku ukipika ugali na nyama unaona labda Mwanza, lakini mjini hapa wali unaenda na nyama. Huko Katoro ugali na nyama. Sasa sisi tukaenda huko wakasema hivyo ukipika wali halafu kaweka na nyama umeharibu. Sasa kule wanahusudu na kuthamini sana ugali. Sisi tunahusudu na kuthamini wali na ndizi na nini. Kwa hiyo kaona mazingira yale kama yanamsumbua kidogo. Lakini kila watu wamewekwa mahali pao. Kwa hiyo Watanzania tulioko hapa Tanzania tupendane. Mungu ametuweka hapa na rasilimali zilizopo Mungu ametupa, tuziendeleze na watu wote tufaidike. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasoma historia pale kwetu panaitwa Geita, lakini actually ni jina linalotokana na kabila ya mama yangu Walongo, Ketabantu, mahali palipoua watu kwa sababu watu waliumwa sana pale. Kuna machimbo ya dhahabu yalianza kipindi kile cha Wajerumani.
Alafu Wajerumani walipoondoka hayakuendelezwa sana machimbo, baadaye yamekuja kuendelezwa baadaye, lakini watu walikufa kwenye migodi machimbo pale Ketaban tu. Wakati kwa Ketaban wana Geita. Lakini mizahabu mingi kule iko. Chini kule dhahabu. Mamiamba ya dhahabu. Shinyanga kule mamiamba ya almasi. Mungu hajakosea kutuweka hapa. Ametuweka, lakini hizo rasilimali sasa kwa kutumia akili zitusaidie tuishi kwa furaha. Wale wengine aliowapa sijui nini tunabadilishana nao, wale aliowapa nini nao tunabadilishana nao, tunapata hela na wao wanapata hiki na sisi tunapata. Unaona, kila jamii katika mipaka yao Mungu amewabariki kwa namna ya kutosha tu wanaweza kuishi maisha ya furaha. Ila tu unakuta watu hawajajitambua au hawajatambua walichokuwa nacho. Kwa miaka mingi sisi tuliishi bila kujua kama kuna dhahabu nyingi sana katika mkoa wa Geita. Mpaka hivi karibuni uchimbaji ulivyoanza ndio akajua kuna dhahabu, kuna nini. Nimeenda juzi nyumbani kule mpaka ninapotea, siwezi kujua. Watu ni wengi kabisa. Geita imekuwa, Katoro imekuwa ni mji kubwa kwa kijiji. Mimi nimefyeka miti kutengeneza kiwanja cha mpira pale, pamejengwa ni kama Kariakoo. Mimi mwenyewe nashindwa kukatisha barabara hapa na pale, nasubiri kwa sababu magari mapikipiki ni mengi. Nakaa nashangaa, nasema hii ndio hii. Watu wamekuja kwa sababu wamejua kuna mali. Lakini zamani hatukujua. Chini ilikuwekwa, hatukuwa na teknolojia ya kuitoa mali chini. Bwana asifiwe. Mungu ametubariki na sisi ndio uangalizi wa hizo rasilimali Mungu alizotoa. Kwa hiyo ukigeuka kama mwenzako ujue ni mwangalizi wa rasilimali za Mungu. Ukigeuka hivi ubone mwangalizi wa rasilimali, ni mwangalizi mwenzako. Kwa hiyo mheshimu, mpende. Mungu kawakabidhi kwa pamoja majukumu makubwa. Na ninapomalizia jambo la mwisho linasema Mungu anampenda jirani yako. Mungu anampenda jirani yako. Kwa hiyo mpende jirani yako kwa sababu Mungu anampenda jirani yako. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Mungu amempenda huyu, wewe utamchukiaje? Na Mungu kudhihirisha anampenda huyo jirani yako, alitoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya ulimwengu mzima, kwa ajili ya wenye dhambi. Asiyejua dhambi akawa dhambi, ndio Biblia inavyotuambia. Alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hiyo alikuja kwa waliopotea. Mungu akatoa the best for the lost, akatoa kizuri kwa ajili ya kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Akamtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya waliopotea katika dhambi awaokoe. Kwa hiyo sisi tuwapende watu kwa sababu Mungu ametangulia kuwapenda. Mungu ametangulia kuwaheshimu na kuwapa zawadi iliyo kubwa. Warumi 5:8 anasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo hatupendi mtu kwa sababu amekuwa mtu mzuri, tunampenda kwa sababu anapendwa na Mungu. Tulikuwa tungali wenye dhambi akatupenda. Na hivyo sisi tunawapenda watu hata wakiwa sio watu wazuri, tunawapenda. Tunachukia mabaya yao, lakini tunawapenda watu. Tuwapende watu. Ninapomaliza naomba tumalize na Zaburi 133. Zaburi 133. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Kwa hiyo ndugu, tukikaa kwa pamoja na kwa umoja, Mungu anaamuru baraka kwetu. Na umoja hauwezi kuwepo bila upendo. Ni upendo ambao ndio unatufanya tuweze kuishi kwa pamoja.
tukichukuliana na kuvumiliana na kujaliana. Mtu usiyempenda huwezi kumtengenezea mazingira mazuri. Mtu unayempenda utamtakia mema wakati wote, utamfanyia njia, utamwachilia, hutashindana naye. Mtu unayempenda utamuombea. Mtu unayempenda siku zote utapenda kuona akifanikiwa. Mungu atubariki na neema yake iwe juu yetu sisi sote. Asante kwa kunisikiliza.